Simba ina pointi nyingi kuliko Pyramids. Lakini kwa sasa hivi Pyramids atakuwa bora kumzidi Simba. Amebeba CAF Champions League. Points ambazo zinakusanywa kwenye margin ya miaka minne. Yes, tumerudi na kama tulivyokuambia tukirudi point 3 itakuwa mezani, na leo kwenye point 3 tuna mambo mengi tukizingatia FIFA Interclub huko inaendelea. Martin Mwakiposa, jana umeona Mamelodi? Yes. Goli 1-0 dhidi ya Ulsan HD ya South Korea. Wameanza vizuri wakiongoza kundi. Of course kwa timu zetu za Afrika wanaweza kusema jambo zuri, wameanza vizuri na wameweza kuwakilisha vizuri bara la Afrika. Mamelodi ni miongoni mwa timu ambazo kwenye ukanda wa bara la Afrika ni timu tishio kwa maana ya uwekezaji waliofanya kwa muda mfupi na tumeweza kuona kuwalipa. Kwa hiyo wana experience na wachezaji ambao wamecheza mashindano makubwa by the way, na ukizungumzia miongoni mwa mashindano makubwa barani Afrika basi utaacha kuzungumzia klabu bingwa pamoja na shirikisho. Kwa hiyo kwa walichokipata na daraja la wachezaji waliokuwa nao tumi wali deserve, kwa sababu wanakutana na timu ambayo of course wanatokea bara la Asia lakini huwezi kukompea na ligi za kwetu kwa Afrika. Inawezekana mtu anadharau ligi ya Afrika lakini miongoni mwa ligi ngumu kwa sababu ya ubora wa wachezaji na ile standard ambayo tumeweza kuiset. Nafikiri hiyo inaweza kuwasaidia Mamelodi na kuweza kupata matokeo. Goli 1 limewapa uongozi wa kundi, na tukiangalia wa Afrika wengine ambao wanaongoza makundi ni Al Ahly ambaye yeye alitoka sare na Inter Miami, Messi akiwa uwanjani. Ukimzungumzia Ahly ni miongoni mwa timu yenye rekodi kubwa barani Afrika. Ndio timu yenye mataji mengi barani Afrika na duniani kwa ujumla. Yes, na Ahly ukizungumzia ni timu ambayo ina wachezaji waliokuwa bora na tumeweza kuona kusajili wachezaji kutoka katika mataifa makubwa barani Ulaya. Kwa hiyo sio story kwa Ahly kuweza kupata matokeo. Na nikwambie tu Ahly ni miongoni mwa timu ambayo barani Afrika inaongoza kusajili wachezaji kwa hela nyingi kutoka katika mataifa makubwa. Kwa hiyo kwa sare aliyoipata juzi na Inter Miami siwezi kushangaa, ni kwa sababu ya ubora au daraja ambalo tayari walishajitengea wao wenyewe. Kwa hiyo tumi nasema Ahly ni miongoni mwa timu bora barani Afrika, na siku yetu isha kuzungumza mimi na wewe kuhusiana hata level ya goalkeeper wao Aisha Nawe. Nilikuwa nimesema ana uwezo kudaka timu yoyote barani Ulaya. Ingekuwa sio umri kwa sababu ana kila kitu. Na ukiangalia amecheza katika timu kubwa na amecheza katika vilabu vikubwa vile vile, hata katika taifa lake la Misri. Miongoni mwa timu ambayo ina mataji mengi. Kwa hiyo mimi kwa Ahly kuweza kufikia hapo siwezi kushangaa. Lakini tumeshuhudia timu nyingi za Uarabuni wanathamini magolikipa kutoka nyumbani, na hii imejipambanua kwenye klabu nyingi za Uarabuni. Tunaona umesema Ahly kuna El Shanawi, lakini Pyramids naye sijui ni ndugu sijui ni nini, naye ni El Shanawi, lakini yes lakini mechi klabu zote za Uarabuni magolikipa ni kutoka nyumbani. Unahisi hii kwetu ikija Tanzania itakuwa na impact yoyote? Wanasema kupanga ni kuchagua. Wao ni utaratibu ambao wamejiwekea kwao kwamba goalkeeper ni lazima atoke ndani kwa sababu ya kuwasaidia kuweza kupata nafasi, lakini hata katika timu ya taifa wasiweze kupata shida. Nafikiri hata sisi hii kulikuwa na impact kubwa. Mfano tu kuna msimu tulikuwa na Aishi Manula, tulikuwa na Ivo Mapunda, tulikuwa na Beno Kakolanya, Juma Kaseja na Metacha. Hawa ni magolikipa ambao walitengeneza standard ambayo hata tukiweza kucheza mechi na mataifa gani makubwa tulikuwa hatuna mashaka kwa sababu ya ubora ambao waliokuwa wanaonesha katika ngazi ya vilabu. Kwa hiyo unaona kwamba kumbe tukiamua kuset katika eneo fulani inaweza kutusaidia na kuweza kupata kile ambacho tunahitaji. Wao wameamua kuseti huko na ndio maana umeweza kuwaona kila msimu wanakuwa bora katika eneo la goalkeeping. Unajiona timu zetu za Tanzania kwenda kucheza Interclub ya World Cup msimu upi labda? Bado tuna safari ndefu sana kwa sababu ukiangalia timu zetu za taifa zimekuwa yes, timu zetu za klabu zimekuwa hazikupa muendelezo wa mara kwa mara. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Ukiangalia hizi timu ambazo leo zinacheza kule Mamelodi, Ahly imekuwa daily routine wao na kwenda. Pyramids ni mgeni lakini ameachieve kutokana na kile alichokiwekeza kwa msimu kadhaa nyuma. Lakini hajawahi kucheza Champions League zaidi ya msimu huu. Ukiangalia msimu wake wa kwanza 2008 anakuja kwenye football. Angalia anavyowekeza. Tuliona alikuja kucheza Tanzania na Young African. Mule msimu tulisema hii timu itafika mbali. Simba ina pointi nyingi kuliko Pyramids. Lakini kwa sasa hivi Pyramids atakuwa bora kumzidi Simba. Amebeba
CAF Champions League. Points ambazo zinakusanywa kwenye margin ya miaka minne mitano. Sasa hivi atavuka. Yeye atavuka kwa sababu tayari ameshakuwa na ubingwa. Simba amefika finali. Amefika finali ya kombe gani? Sijui umeelewa. Kwa sababu hata zile namba zinatofautiana unapocheza finali ya shirikisho na klabu bingwa. Sijui umeelewa. Na hata ukiangalia zawadi za mshindi wa shirikisho na klabu bingwa ni tofauti. Kwa hiyo unaona kwamba kuna moja yuko bora zaidi kumzidi huyu. Kwenye ile ranking. Nataka nitolee mfano. Umeona saizi bingwa wa shirikisho ni Berkane. Lakini before ya Berkane Simba anaonekana kuwa juu. Maana yake kilichoenda kutokea Simba ataendelea kusalia pale na Berkane atasogea juu kwa sababu ya kile ambacho ameweza kukichukua. Sasa kwa nini Pyramids unahisi atamzidi Simba Sports Club wakati hizi points zinakusanywa kwa muda wa miaka mitano? Tumeangalia hata Spain, yani, Infantino mwenyewe ninachokueleza rais wa FIFA Infantino manangu alisema Barcelona hakuwa bora misimu minne. Kwa hiyo huu msimu hauwezi ukamfanya yeye kwenda kucheza Interclub hata kama ameshinda mataji hayo ambayo ameshinda. Nataka nikwambie kitu. Kwani kacheza mara ngapi katika hatua nusu finali, robo finali? Nani? Pyramids. Hatua ya nusu finali amecheza sasa hivi na finali. Misimu iliyopita ilikuwa ni ngumu kwake hata kuingia kwenye Champions League. Pyramids tulikuwa tunamuona kwenye Confederation. Amecheza, kuna msimu amecheza lakini alifika robo. Yes, sasa maana yake alikuwa anacheza huku alipokuwa anaishia, maana yake pointi zinaongezwa. Sijui umeelewa. Kwa hivyo atasogea kwa sababu alikokuwa anacheza kama alikuwa anaishia katika hatua ya makundi au robo finali, kuna pointi ambazo alikuwa anazichukua. Umeelewa? Plus alipokuwa anacheza kwenye klabu bingwa the same hivyo. Kwa hiyo watachukua zile pointi watazijumlisha, alafu baada ya hapo wakija kujumlisha na zile ambazo amechukua katika ubingwa, naamini atasogea sana. Sawa. Kwa sababu ndio nataka nikueleze Simba hiyo misimu tunaozungumza alikuwa anaishia katika hatua robo finali. Ndio misimu yake yote. Kwa sababu tukiangalia mpaka sasa hivi hapa tulipo mpaka hivi tunavyoongea ile ranking ya 24 25 kwa mujibu wa CAF wenyewe inaanza Al Ahly, inakuja Wydad, inakuja Esperance de Tunis, inakuja Petro de Rwanda, inakuja Simba Sports Club. Tukija kumtafuta Pyramids hapa kwenye ranking simuoni, kwa sababu naona anafuata Belouizdad, anafuata Raja, anafuata Mazembe, anafuata Zamalek, anafuata Berkane, anafuata Young Africans, anakuja Osmalja, anakuja ASEC Mimosas, anakuja Pyramids, yuko namba 15. Umeona? Kwa hiyo maana yake hapo unazungumzia msimu wa 2024 25 ambao ndo msimu huu uliopo. Maana yake sasa hizo pointi alizokuwa nazo hapo wakija kucompart kuja na hizi maana yake atasogea kwa sababu kashachukua ubingwa. Lakini tunaamini hawezi akamzidi Simba kwa msimu huu. Inawezekana simzidi kwa msimu huu lakini baadaye hatampita kwa sababu hata Yanga au kama watakuwa na consistency. Kwani Yanga katiza mara ngapi katika hatua ya robo finali? Si misimu miwili tu hapa ya karibuni ndo kacheza. Lakini baada ya hapo kucheza finali marake akaongezeka. Kwa hiyo unaona kwa maana ya kwa vyovyote vile hata yeye akija kumaliza huu msimu kuna namna ambapo atasogea juu hapo. Sawa, Martin Mwakiposa, tumekuwa na hiyo story, lakini twende tukaangalie kwenye Interclub World Cup leo. Kuna mechi si tuziite kubwa, lakini kwa Waafrika ni kubwa kwa sababu Wydad Casablanca leo anashuka dimbani kucheza na Manchester City. Wydad Casablanca, unahisi atakuwa na chochote cha kuonyesha leo, dhidi ya Manchester City? Na ukizungumza kwenye madaraja ya wachezaji bado Man City atakuwa bora. Ukizungumza kwenye benchi la ufundi bado Man City atakuwa bora. Ukizungumza performance ya timu bado Man City atakuwa bora. Ukizungumza kwenye ubora wa ligi bado Man City atakuwa bora. Kwa hiyo kwa kila kitu unaanza kumpa Man City, ila tunaheshimu kwa sababu ya Wydad ni watu ambao wana experience, na ukiangalia ni miongoni mwa timu ambazo zilisumbua sana barani Afrika, ila siku za karibuni kama zilisheki na kuweza kupotea katika ule ubora wake. Nini walichokifanya? Walijua wanakwenda katika mashindano makubwa. Waliingia sokoni kuweza kupiki wachezaji ambao wanaweza wakawasaidia kwenda kushiriki, kwenda kufanya vizuri katika mashindano. By the way, nawaheshimu sana Man City. Lakini naamini kwamba leo inawezekana kukawa na surprise kubwa kwa sababu ya kutaka kuonesha Afrika kwamba tunaweza. Ni nani ambaye aliamini kwamba Afrika tungeweza kucheza semi final katika World Cup?
Hakuna alitegemea. Tukiangalia kikosi kilichocheza semifinal, ni 90% ya wachezaji wanacheza nje na wana uraia pacha ambao sisi kama Afrika nchi nyingi hatuna. Yes, lakini ilikuwa ni surprise kwa sababu sio mara ya kwanza kuna wachezaji ambao wana uraia pacha na wanakuja kucheza, lakini bado haikuweza kutusaidia. Lakini ilitokea surprise kwa sababu ya ndo mpira ulivyo. Kwa hiyo hata tumi inaweza kusema kuelekea katika mchezo wa leo sitashangaa watu wakipata matokeo. Tukiangalia mechi ya nyingine sasa ya Real Madrid versus Al Hilal, hawa ni wa Saudia hawa. Ligi ziko tofauti, Saudi na Madrid ambao ni wa Spain. Lazani hapo kuna vitu viwili tu ambavyo watu wanabidi wafahamu. Kwamba watu wako pre-season waenda kufanya biashara ya jezi. Sijui umeelewa, biashara ya jezi. Lakini waenda kutengeneza fans eneo jingine ambalo hawakuweza kufika. Lakini ukumbuke wanaenda kufanya maandalizi. Maandalizi kwa kuweza kuona jinsi gani ambavyo timu yao inaweza kujiandaa kuelekea katika msimu unaofuata. Kulikuwa nami Victor Livingstone pamoja na Martin Mwakiposa, mtu na viatu vyake, bila kusahau udhamini wa Maskani Safi wanaotufanya tuonekane kila wakati na kila siku tunayohitaji kuonekana. Hawa wanapatikana Sinza karibu tu na serikali za mtaa. Ukishuka kwa Remi ukiulizia Maskani Safi unafika moja kwa moja. Mpaka wakati mwingine, sisi hatuna la ziada na asante.